Tukizungumza swala la uhakika wa maji, hatutofautiani na mtu anayezungumza swala la usalama wa taifa. Hiyo ndio imani yetu. Na kwa nini tunaamini hivyo? Ni kwa sababu sisi tumejiridhisha kwamba bila maji ya uhakika toshelevu na kwa shughuli zote zinazohitaji maji hakuna usalama. Kwa hiyo tunaunganisha mambo mawili, kwamba uhakika wa maji ndio msingi wa usalama wa taifa. Sawa jamani? Bila maji hatuna uhakika wa chakula. Si taifa linazungumza uhakika wa chakula, si ndio? Bila maji hatuna uhakika wa chakula, na kama hatuna uhakika wa chakula, maana yake usalama ni mdogo. Lakini tafiti zimezungumza vizuri kabisa kwamba tunapozungumza swala la nishati ya nchi hii, hakuna usalama wa nishati kama hatuna uhakika wa maji. Na wataalamu wanasema maji ndio chanzo pekee rahisi cha uzalishaji wa umeme. Na kwenye mpango wa nishati ya umeme wa mpaka 2045, hii ni takwimu ya wizara, chanzo kinachoitwa maji kitaendelea. Kwa hiyo bila maji hakuna huduma bora ya afya kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, hatupate dawa zote. Lakini kama hamna maji, changamoto itakuwa ni kubwa zaidi. Na tafiti zinaonyesha baada ya kina mama wanaokwenda kujifungulia mahali ambapo hospitali haina maji, wanatoka na ugonjwa mwingine. Alienda kujifungua, anatoka na ugonjwa mwingine. Kama sio mtoto, basi mama atoka na ugonjwa. Maji ni silaha, kwa sababu wanajua kabisa kwamba tukikata maji lazima watasafa upande wa pili. Sawa jamani? Kwa sisi ndio imani yetu kwa nini tuko hapa. Sasa haya maji yanaathiriwa na mambo tofauti tofauti. Changamoto mojawapo ni mabadiliko ya tabia nchi, yanaathiri vyanzo vyetu vya maji. Sawa? Lakini changamoto ya pili ni tabia za kibinadamu zinaathiri vyanzo vya maji, na ndio maana leo tunazungumza habari ya rasilimali maji na mabadiliko ya tabia nchi. Bila maji hatuwezi kuwa na nchi ambayo iko salama, na hili ndio msingi mkubwa wa mkakati wetu 2026 ambao unasimama kwenye hilo lengo la kwamba maji ni msingi wa usalama. Ilikuwa kuchagua vijiji vya mradi. Baada ya kuchagua wilaya, eneo la pili ilikuwa ni kuangalia vile vijiji ambavyo vina changamoto ya mafuriko, vina changamoto ya ukame na mara kwa mara. Tujifunze wananchi wanafanya nini, kitu gani hawafanyi, na mradi unaweza kuwasaidia kufanya nini ya madhara na tabia madhara, lakini na tabia pia za watu, sawa, kwenye kustahimili majanga. Na tumetumia mbinu inaitwa climate vulnerability and capacity assessment. Lakini sasa tulisema hapa ndio tunasema kwenye ngazi ya vijiji, hapo utafiti umekwisha, ni kusaidia jamii sasa kutumia yale matokeo kutengeneza mpango, yaani kijiji kiwe na mpango wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi ambao unakidhi mahitaji yao na matakwa yao. Moja ya mambo ya kufanya ni kuboresha mfumo wa tahadhari ya mapema, kwa sababu utafiti ulituambia kule haufiki sawa sawa, na ndio huo ambao wenzetu wa TMDA wanatusaidia kutengeneza. Lakini pale nilizungumzia swala la tabia, sawa. Ili kubadilisha tabia ni lazima tufanye kampeni ya kutosha ya mabadiliko ya tabia za watu, sio, lakini mwisho lazima tufuatilie matokeo. Je, tumejifunza nini ambacho tunaona kinawasaidia wananchi? Kwa hiyo utakuwa ndio mfumo wetu. Haya ni maeneo ambayo tunafanyika hii wilaya ya Ngorongoro na wilaya